Naam, huu ndio moto wa Hawia ambao Mwenyezi Mungu ataenda kuadhibu viumbe wake wakorofi katika hii dunia. Naam, katika darasa iliyopita tulizungumzia aina ya kwanza ya moto ambao Mwenyezi Mungu atawaadhibu viumbe wake wakorofi katika zile aina 7 ambazo tuliziorozesha kwamba huu ni moto ama ni mashimo ama ni milango ambao wataingia wale wakosefu ambao waliomkosea Mwenyezi Mungu katika dunia hii, atakwenda kuwaingiza katika moto huo ama katika milango hiyo. Sasa tukasema aina ya kwanza tulizungumzia moto wa Hutama, tukawaelezea na watu wake. Ukifuatilia video katika akaunti yangu huko utaziona zimezungumza moto huo kwa ndani na kuchambua na wale watu ambao watakwenda kuadhibiwa huko. Lakini leo tutazungumza aina ya pili ya moto ambao leo tutakaozungumza unaitwa Hawia. Moto unaoitwa Hawia ndio tutakaoelezea leo hii. Ni akina nani watakwenda kuingia katika moto huo? Ni akina nani Mwenyezi Mungu ataenda kuadhibu ndani ya moto huo? Tufuatiliana pamoja nami ili tuweze kufikia malengo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, al-qari'atu mal-qari'ah. Ameanza kuzungumzia siku iliyokuwa ni nzito na siku ngumu kabisa, siku ya Kiyama. Anasema Kiyama na kitu gani kitakachokujulisha Kiyama. Al-qari'atu, Kiyama, mal-qari'ah, nini Kiyama? Wama adraka mal-qari'ah, na kitu gani kitakachokujulisha nini Kiyama. Yauma yakunu nasu kalfarashil mabthuth. Hiyo Kiyama ni siku ambayo watu watakuwa kama vile nzige ama panzi ama wale senene, jamii ya wadudu hawa. Mfano mfupi akatolewa, ukiwachukua wadudu hawa wengi ukawakusanya na kuwaweka katika chupa, makopo ama sehemu moja hivi, baadaye ukaja ukawafungulia na kuwaachia vile wanavyotawanyika, ndio mfano ambao Mwenyezi Mungu ameupiga katika siku hii ya Kiyama, siku ambayo watu watakuwa kama vile nzige waliofungwa sehemu moja alafu wakaachiliwa wakatawanyika. Kwa maana ya uzito na ugumu na mfadhaiko wa siku hii ilivyokuwa ngeni na ilivyokuwa inatisha, watu watakuwa kama vile nzige ama panzi walioshikwa sehemu alafu wakaachiliwa na kila mmoja akapita na njia yake katika kutawanyika. Kwa Mwenyezi Mungu ndo akasema yauma yakunu nasu, siku hiyo ama siku hii tunaizungumzia hapa, hii siku ya kutisha. Siku hiyo watu watakuwa kalfarashil mabthuth, kama vile nzige ambao walishikwa sehemu ama panzi walishikwa sehemu moja alafu wakaachiwa wakatawanyika. Kwa hiyo watu watakuwa wamefadhaika na kutawanyika kwenda huku na kule kwa uzito wa hii siku. Watakunu aljibalu kal'ihnil manfush, na majabali yale yatakuwa kama vile sufi, pamba iliyokuwa imetolewa zile mbegu zake, sasa imebaki tu yenyewe nyepesi. Ukiiachia hivi inakuwa inatambaa na kuelekea huku na kule, inabebwa na upepo kwa sababu ya wepesi wake. Ndio hii siku Mwenyezi Mungu anasema siku hiyo itakuwa milima yote unayoijua wewe Mungu ataing'oa na itapeperuka angani kama vile inavyopeperuka pamba ambayo haina kokwa na imeachiwa tu inasambaa yenyewe. Ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu anatufananishia uzito wake namna utakavyokuwa. Kwa hiyo yauma yakunu nasu kalfarashil mabthuth, hiyo ni siku ambayo, hii ni siku ambayo watu watakuwa kama vile panzi waliotawanya. Watakunu aljibalu kal'ihnil manfush, lakini vile vile milima yote itang'olewa na itapeperushwa angani, itakuwa inasambaa angani huko kama vile ambavyo pamba inavyosambaa ukiwa umeitoa kokwa na ukaiachia hivi. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, basi yule ambaye mizani yake itakuwa imekuwa ni mizito, kheri zimekuwa nyingi na madhambi yamekuwa ni machache, fa huwa fi 'ishati radhiya, huyo atakuwa katika maisha ya kuridhia. Yule ambaye mzani wake utakuwa umena kheri nyingi, baada ya kupimwa kwenye kheri kumeelemea chini, kwenye madhambi kumeelemea juu, kama vile ambavyo unakwenda kupima mzani dukani.
ikawa kheri ni nyingi, shari ni ndogo, basi Mwenyezi Mungu anaweza akapitisha rehema yake pale akakuingiza katika pepo yake. Tunaelewana vizuri eh? Hapo ndipo Mwenyezi Mungu atachukua jukumu hilo la huyu mtu kwamba madhambi hana au machache, basi hizi kheri, haya madhambi yanamsamehe, hizi kheri anaingia zake peponi. Ndio hiki kitu ambacho Mwenyezi Mungu alichokisema, yule ambaye mizani yake itakuwa mizito, kheri zimekuwa ni nyingi, thawabu alizofanya, mazuri aliyofanya yamekuwa ni mengi, yanamsababishia sasa leo hii kukaa katika radhi za Mwenyezi Mungu na atamuingiza katika pepo yake. Lakini kinyume chake, wa amma man khaffat mawazinuhu, na yule ambaye mizani yake itakuwa ni nyepesi, kwa maana kheri hakuna, kuna dhambi ndio nyingi, kheri hakuna, fa ummuhu hawiya. Huo ndio moto hapo umetajwa, fa ummuhu hawiya, huyo mama yake atakuwa ni moto wa hawiya. Kwa nini ametolea mfano wa mama? Mama ndiyo mlezi. Kwa hivyo huyu mtu atakwenda kulelewa huko katika moto wa hawiya, atakwenda kuingizwa katika moto wa hawiya, atakwenda kuishi dumu daiman katika moto wa hawiya. Wama adraka ma hiya, ni kitu gani kitakachokujulisha upi huo moto wa hawiya? Wama adraka ma hiya, kitu gani kitakachokujulisha huo moto wa hawiya? Mtume wa Mwenyezi Mungu, Mungu anazungumza na mtume wake, anamwambia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ni kitu gani kitakachokujulisha huo moto wa hawiya? Narun hamia, huo ni moto umewashwa, ni mkali mno, unaunguza vibaya mno. Kwa hiyo ukishaingia huko ukiona moto unaunguza vibaya mno, basi jua huo ndio moto wa hawiya ambao Mwenyezi Mungu ameusema. Sasa ndani ya sura hii, ndani ya maeneo haya, ndani ya aya hizi, Mwenyezi Mungu hakutaja lile kundi maalumu kwamba wenye makosa haya ndio wataingia humo. Hapa Mwenyezi Mungu ametaja umuhimu ya kusema kwamba anaweza mtu wa aina yoyote, Mwenyezi Mungu akisema ingia kule ataingia, mpelekeni kule atapelekwa. Kwa hiyo hakubainisha lile kosa waziwazi kusema kwamba hawa kosa lao litakuwa hili, kama alivyosema katika somo lililopita, darasa iliyopita, alipozungumza wailul likulli humazati lumaza, wale wenye kusengenya, wenye kugombanisha watu. Lakini alladhi jamaa mala wa adada, na yule ambaye anakusanya mali kuhesabu na kuziweka tu benki, hatoi sadaka, hasaidii watu. Hapa alitaja mapote mawili, haya makundi mawili alitaja kwamba hao ndio wataenda kuingia katika moto ule wa hutama. Lakini hapa katika moto huu tunaozungumzia leo wa hawiya, Mwenyezi Mungu hakutaja pote maalum, ila yeye mwenyewe sasa hatajua ni akina nani waende wakaingia hapa. Lakini hapa amezungumza ya kwamba mtu yoyote mwenye makosa hayo atakayopendekezwa na Mwenyezi Mungu aingie huko ataingia, na huo moto ni mkali mno. Moto huo ni mkali mno, unawaka vibaya, unachoma vibaya huo moto. Moshi wake ni mweusi moto huo. Kwa hivyo ndugu zangu, tunahusiana na kuelezana tufahamu ya kwamba haya maisha ya dunia tunayaishi, lakini yana mwisho wake, na mwisho wake utakapofika hakuna atakayebaki. Kila mmoja ataondoka katika dunia hii, na atakapoondoka katika dunia hii sasa, kule anapokwenda mapokezi kashayaandaa yeye mwenyewe. Hapa apokelewe na mapokezi ya aina gani? Je, unataka upokelewe na mapokezi yaliyokuwa mazuri? Kama unataka upokelewe na mapokezi yaliyokuwa mazuri, basi anza kujiandaa hivi sasa, bado unapumua. Akhera inaandaliwa hapa duniani. Na kama we imani yako inaamini kwamba baada ya kufa hakuna tena kufufuliwa, hiyo ni imani yako wewe, lakini imani ya Uislamu inaeleza hivyo. Baada ya maisha ya duniani kutakuwa tena na maisha mengine, na maisha hayo mengine yanategemea dunia umeitengeneza vipi. Kama umeitengeneza dunia hii kwa ajili ya baadaye upate mazuri, ule msemo unaosema mlima mchumia juani ulia kivulini, ndo hapa juani sasa duniani chuma, ili kesho akhera ukakae kivulini ule vizuri.
Lakini ukiwa umeelewa tu ule msemo ya kwamba unatafuta tuwe maisha hapa duniani, kwa hivi ujanani unatafuta kwa nguvu zote, kwamba ujanani hapa ndo pa kuhangaika na kupata shida ili uzeeni ule vizuri, nao utakuwa umeelewa. Lakini maana yake haiishii hapo tu, maana yake inakwenda mpaka maisha haya ya baadaye. Hapa duniani unatakiwa uchume kwa shida, kesho akhera ukapate kula vizuri. Kwa hivyo huu ni moto wa hawia. Mungu ameanza kuzungumzia na kiyama, akatoa picha kidogo ya namna ile siku itakavyokuwa, lakini vile vile akaja akahitimisha na kusema ya kwamba wale watu watakaofanya mabaya, Mungu akienda kupima akakuta mizani imejaa mabaya, ataingia katika moto wa hawia. Yule ambaye mizani itakayokwenda kupimwa ikikutikana imejaa mazuri, ataenda kuingia katika pepo yake ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa. Kwa hivyo huu ndio mlango wa pili, ama ndio shimo la pili, ama ndio moto wa aina ya pili katika ile mioto saba tuliyosema tutaichambua mmoja mmoja. Sasa huu leo nimekuletea unaitwa moto wa hawia. Nikwambie tu usisahau kusubscribe na video hii. Kama utaiona Facebook imekuwa ni fupi, ukaiona TikTok ni fupi, basi ndefu kuanzia mwanzo mpaka mwisho utaikuta kule YouTube. Nenda andika Jicho la Tatu YouTube, ama utaikuta kuna linki hapo, iguse hiyo linki, itakupeleka moja kwa moja YouTube na utakwenda kuiangalia kwa urefu zaidi. Lakini Facebook na TikTok nitaiposti kipande tu, sitoimaliza yote, lakini kule YouTube utakwenda kuikuta kwa urefu wake. Nikwambie tu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.